Haleluya, mtu wa Mungu. Kuna kipande hapo hivi nimekuwekea cha huyu mama namna anavyomtetea huyu kijana. Hebu kwanza msikilize, afikisha nije nikichambue kidogo. Na wengine wanaibaga hata kwa siri. Unasema auawe kwa sababu gani? Hakuna. Nakataa. Huyu ni wana dhambi za, hata nyinyi mna dhambi za siri. Hakuna kumuua kijana. Tunaua. Hakuna kumuua. Naenda kuchukua petroli na kiberiti. Nitachukua Biblia na kuapisha. Mungu wangu. Sikubali. Hawezi kumuua mtu. Ni kweli ameiba, ni kweli toyo ameshachomwa, lakini bado ana uwezo wa kurudia Mungu na kubadilika. Nataka kuja mafunzo tu asiwawe. Ndio ameiba, lakini kuwa roho ya mtu dhambi. Na washauri kwamba wasichukue sheria mkononi, kwa sababu Mungu aweza kubadilisha mtu wakati wowote na kumfanya kuwa mtu mwingine. Baada ya kijana Kelvin kunusurika kuuawa na wananchi wenye hasira kali katika kata ya Kiutu iliyopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, baada ya kudaiwa kuikwapua simu akiwa yeye na rafiki yake na kupelekea wananchi hao kuchoma pikipiki, hatimaye leo hii tumempata mchungaji. Mimi nianze kwanza kwa kumpongeza huyo mama kwa kazi nzuri aliyoifanya. Na mimi naamini kwamba hii ndio kazi ya utumishi wa Mungu. Mama, hongera sana kwa kazi nzuri uliyoifanya. Naamini kwamba hii ndio kazi ya utumishi wa Mungu. Ndivyo mtu wa Mungu alivyotakiwa kuwa. Kwa sababu najua kwamba hata hao kweli waliotaka waliokuwa wamechukua sheria mkononi wakitaka kumzuru kijana huyo, najua wengi ni waizi, wengi ni mafisadi, wengi ni wabaya, wengi ni vibaka. Lakini na ndio maana huwa mara nyingi sana ukiona wanasema mwizi wa kwanza kumua ile mwizi wa kwanza huwa ni wezi wenzake. Yaani ukiona mtu anauawa, wanaemua wa kwanza ni wezi, ni wabaya. Sasa kwa namna hiyo mimi nakupongeza sana kwa kazi nzuri uliyoifanya, lakini hiyo inatupa kutufundisha ama kujifunza, kwa sababu inapotokea mtu anataka kuuawa kwa sura kama hiyo, lazima ujitokeze kwa namna hiyo, umetoa uhai wako ili uokoe maisha ya kijana huyo. Najua hiki ulichokifanya wewe kwa namna nyingine ulitoa maisha yako ili mtu huyu apate kupona, kwa sababu sio rahisi hiki kilichokuwa kinaendelea kwa kundi la watu wanataka kuzuru uhai wa mtu huyu. Wewe ulitoa uhai wako ili uweze kuokoa uhai wa mtu huyu, na huo ndio utumishi wa Mungu. Sasa Yesu kuna mara aliwaambia kwamba wanataka kumpiga mwanamke ambaye ni kahaba. Yesu akamwambia kwamba ambaye hana dhambi awe ndio kwanza kumpiga mwanamke huyu. Sasa nirudi kusema kwamba Tanzania ni kama vile tumerogwa. Yaani wale mafisadi ambayo yakipiga mshindo mmoja, taifa linaangamia, taifa linakosa huduma mbalimbali, watu wanakufa na maradhi kwa sababu kuna mhuni mmoja amepiga mshindo mmoja, mabilioni na mabilioni. Taifa linaangamia, watu wengi wanakufa kwa maradhi kwa sababu madawa yanakosa hospitalini, huduma zinakosa, elimu zinakosa kwa sababu ya mtu mmoja amepiga mshindo mmoja. Sasa manangu ni nini? Manangu sisi wa Tanzania nimesema kwamba ni kama vile tumerogwa. Mtu amepakwa kasimu, mnataka kumua, lakini nyinyi hamuone wanaupiga mishindo, nyinyi hamuwaoni? Yaani mtu anapiga mshindo mabilioni, nyinyi hamuwaoni hawa? Kama kweli nyinyi ni watu wenye haki, ni watu ambao mnapenda haki, hamtaki mabaya, hamtaki wizi, kwani msidili na watu hao wanaoiba mabilioni ya pesa? Tezi kwa huyo kijana huyu kaiba
kwa sababu ya kukoswa chochote. Kwa sababu inapofikia mahala mtu anapora simu, lazima kwanza mkae mtafakari sana. Sawa, itawezekana amepora, lakini kwa namna nyingine kuna sehemu alitaka jisaidie. Lakini mimi bado niko pale pale. Hawa wanaopiga mabilioni ya fedha, hawa nyinyi hamwaoni mwende kuwaua? Mbona nyinyi mnapenda kuuana nyinyi kwa nyinyi, watoto maskini? Nyinyi nani aliyoroga? Mimi naona mko sawa. Ninaposema kwamba ni nani aliyeiroga Tanzania, na maanisha kwa sababu wanaopiga mishindo ya maana wao wanaenda kusurvive, lakini watoto wa maskini nyinyi ndio mnauana. Yaani ni kukosa maarifa na kukosa akili. Sasa nije nikasome katika kitabu cha Wagalatia na ile sura ya 3 mstari wa kwanza inasema enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga ninyi, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea? Sasa hapa hivi niachia hapa hivi, lakini point yangu iko hapa hivi kwamba je, Tanzania ni nani aliwaroga? Mimi naona Tanzania mko sawa. Tanzania tumerogwa, tumekumbwa na kitu ambacho ni kizito sana. Yaani sisi tunauana watoto wa maskini, yaani wanyonge ndio wanauawa, lakini hao wanaopiga mishindo ya mali nyingi, mbona nyinyi hamwaui? Mbona mwachukulia hatua? Kwa nyinyi mna ubabe tu wa kuua watoto wa maskini. Mtu amepora kasimu, mnakimbia mnapiga mnaua, ila maafisadi wenyewe hamwapigi. Nyinyi mmerogwa. Nyinyi mmerogwa. Yaani mngekuwa mnakaa mnatafakari, kuna watu wanapiga mishindo, yaani akipiga mshindo mmoja ni mabilioni. Barabara zinashindwa kutengenezwa, madaraja yanashindwa kutengenezwa, tunatembea huko hivi kwenye tope, kwenye maji, kwa sababu ya mtu mmoja amepiga mshindo, ameathiri kila kitu. Unasikia tunadaiwa trilioni 110. Trilioni 110. Ni watu wawili watatu wamekaa wamepiga mshindo, taifa linaathirika. Ila sisi tunadili na watoto maskini. Mtu ameiba kuku, mtu ameiba, amepora simu, sisi tunashughulika naye. Tanzania tumerogwa, tumerogwa. Wanaopiga mabilioni mpaka mtoto wako anashindwa kwenda shule, haudili naye. Mtoto wako anasoma kwenye shule ambayo inaitwa kwamba kuna shule ya msingi, shule hizi shule hizi, kuna shule za watoto maskini, alafu kuna shule za matajiri, alafu kuna shule za vipaji. Kwa maana hiyo kuna shule zimegawanyishwa kwamba kuna watoto kabisa ambao wa hali ya chini, wao watasoma shule za chini sana na hawapati elimu. Nyinyi mnashinda kushughulika na mambo hayo. Mnakuja kushughulika na watu ambao wamepora simu, mnataka kuua. Huyu mama alichokifanya ni utumishi kabisa. Achana wachungaji hawa wapiga sadaka waizi. Huo ndio utumishi. Utumishi ni kutoa uhai wako ili mwingine apone. Utumishi ni kutetea mtu mwingine. Utumishi ni kutoa maisha yako ili mwingine awe hai. Ndio utumishi. Sasa kwa hiyo mama inatupa kutafakari sana na kujifunza vitu vingi sana. Hii inatupa kujifunza sana sana, sio kidogo. Kwa sababu mimi ni mmoja wapo nimejifunza hapo hivi. Kwa sababu utumishi kweli kweli ni lazima usimame katika sehemu ambayo naona kabisa hapa hivi kuna mainezi, kuna dhuluma hapa hivi, kuna mtu anataka kuonewa, kuondoa uhai wa mtu pasipokuwa na sababu, hata pamoja na iba simu, sawa. Lakini kweli anastahili kufa mtu huyu? Je, nyinyi hamna dhambi? Nyinyi wengi sio ni vibaka? Na wengi ukiona wanasema kwamba tunataka kuua, au wengi ni vibaka. Wengi ni vibaka. Wengi ni wezi. Mimi kule nyumbani kwetu nishai kuona kuna mtu yule kijana hakukutwa na mfugo ambao alikuwa ameiba, lakini wale mwisi yule kijana
ameenda kuiba. Ni kweli yule kijana inaonekana kwamba stori yake ilikuwa sio nzuri, mfumo wake wa maisha, kwamba ni mtu aliyokuwa mjanja, mtu wa kupora vitu. Lakini sasa yule kijana walimuhisi hawakumkamata na ule mfugo, walimuhisi kwamba anataka kuiba. Yule kijana amepigwa, ameuawa, lakini mimi mwenyewe nikiwepo, na waliomuua yule kijana wengi walikuwa ni waizi, waliokuwa wanapiga wengi ni waizi wenye tabia za wizi, ni wachafu. Sasa nikasome hapa hivi katika kitabu cha Mathayo, sura ya 7 na mstari wa 1 anasema, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuye ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambieje nduguye, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe muna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Una boriti ndani ya jicho lako mwenyewe. Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kuitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Ndipo utakapoona vema kutoa kibanzi cha jicho la ndugu yako. Sasa maana yake ni nini? Wewe unasema kwamba uue kwa sababu kijana ameua, wewe mwenyewe ni mwizi, alafu unaenda kumfakamia mtu huyu umuue. Wewe mwenyewe ni mwizi, wewe mwenyewe ni mchafu. Maandiko yanasema kwamba unawezaje kumwambia mtu ameua ama amefanya ubaya, unamhukumu, unamchukulia sheria kumuua? Wewe mwenyewe ni mchafu. Wewe mwenyewe ni mchafu. Maandiko yanasema kwamba kitoe kwanza kile kibanzi kwenye jicho lako, ile boriti kwenye jicho lako, ndipo umwambie ndugu yako atoe ama umtoe. Kwa maana hiyo vingine ni unafiki mtupu. Wanaua watu kwa sababu wameua. Wengi wao ni waizi, wengi wao ni waizi, ni majambazi, ni vibaka.